Halmashauri ya mji Korogwe imeipongeza taasisi ya kidini ya kanisa la FPCT Korogwe kwa kuwakutanisha vijana wilayani humo kujadili namna bora ya kujipatia maendeleo pamoja na kuwakumbusha umuhimu wa kulinda amani. Akimwakilisha mkurugenzi wa halmashauri ya mji Korogwe, Bi Zahara Msangi, katika kongamano la kijana na kesho yangu, afisa maendeleo ya vijana Rajabu Dimoso amesema vijana wanapaswa kukutana mara kwa mara ili kujadili masuala ya maendeleo. Kwa hiyo tunapopata wadau kama hivi ambao wanaandaa makusanyiko ya vijana na kutoa masomo kwa vijana, sisi kama serikali tunafurahia na tunaamini tunafaidika nayo. Lakini vile vile kwetu tunatoa rai na sisi kwa viongozi wa taasisi za kidini, kwa maana wao ni sehemu ya mojawapo ya sehemu ya kudumisha amani na upendo katika nchi yetu. Kwa hiyo kunapotokea mkusanyiko wa vijana kama hii, iwe kwenye kongamano au hata katika nyumba za ibada, basi wahubiri sana kuhusu amani, kwa sababu leo hii bila amani tusingeweza kuwa na mkusanyiko huu, na bila amani hata kwenye nyumba ya ibada kusingekuwa na muumini ambaye anaenda kufanya ibada. Kwa hiyo tuilinde amani yetu kama ambavyo tumeachiwa na waasisi wa taifa letu. Kwa upande wake, mratibu wa kongamano hilo, Injinia Bahati Ngoi, amesema anaamini vijana waliopata mafunzo hayo watayatumia kuboresha maisha yao. Tumeandaa kongamano hili kwa sababu tunaona ipo haja ya vijana kupata elimu sahihi kuhusu mambo mbalimbali ambayo yanawazunguka, ikiwemo kuhusu afya zao, ikiwemo kuhusu taifa lao na uzalendo, ikiwemo kuhusu madawa ya kulevya na afya ya akili, pamoja na uchumi kwa ujumla na kumhusu Mungu wao. Tunaamini sisi kama waandaaji kwamba vijana wanahitaji elimu sahihi. Kwa hiyo kwa sababu tumewakutanisha na wakufunzi au walimu ambao wamewapa hiyo elimu, tunaamini kati ya vijana ambao wamekuja kwenye mafunzo haya, asilimia kubwa watabeba ile elimu, wataenda kuifanyia kazi kwenye maisha yao ya kawaida kabisa kama vijana, na itawasaidia kwenye maisha yao, watazidi kuipenda nchi yao, watazidi kuwa wazalendo na watazidi kufanikiwa katika maisha yao. Hili tunatamani liwe endelevu, na sio kwamba limekuja kutokana na hali ya nchi tulipo sasa hivi. Binafsi niliwahi kukutana na hichi kitu nikiwa mdogo sana, na nilikibeba kama kitu ambacho natamani kushare na vijana wenzangu, na maandalizi ya jambo hili yameanza kabla hata ya hizi purukushani za uchaguzi zilizojitokeza. Kwa hiyo swala la kwamba kuna changamoto ambayo tunaiendea mbele kama nchi haliafekti kwa namna yoyote, kwa sababu prime idea ilianza kabla ya hili changamoto tunayoikumba haijatokea. Kwa hiyo tunaamini kwamba mwakani tutafanya tena hili tamasha na watu wengi zaidi tunawakaribisha ili waweze kushiriki. Leo tumekuwa na mwitikio mkubwa, lakini tunaamini mwakani pia tutakuwa na mwitikio mkubwa zaidi na mkubwa zaidi kadri miaka inavyoendelea. Nao baadhi ya wadau waliotoa elimu kwenye kongamano hilo wamesema. Kwa majina anaitwa Johnson Mwilemela, ni naibu katibu wa kanisa la FPCT jimbo la Tanga, na niko hapa pia kwa niaba ya mchungaji kiongozi wa kanisa la mahali Korogwe. Kimsingi kongamano hili, washa hii ilikuwa ni maono ya ndani ya kanisa kupitia vijana, kwa namna ambavyo wameona the way ambavyo vijana wenzao wakati mwingine kwa namna moja ama nyingine, kulingana na mitandao ya kijamii, globalization, ni kama wanatoka kwenye piki yetu na asili yetu kama wa Tanzania. Na tulitazama hiyo dhana si katika eneo dogo la ndani ya kanisa, hapana. Tulikwenda tukawa na maono hata kutazama vijana ambao wako nje, maana tunaishi na vijana. So vijana walivyoleta wazo ndani ya kanisa, tukaunda kamati na tukaandaa secretariat pamoja na mipango ambayo imepelekea haya kufanyika, ambao tunaamini kwa mwitikio ambao unaendelea hata sasa hapo kwenye semina na kongamano, ni kama kwamba vijana wameamka na wamekuwa ni kama kuna ari na mwanzo mpya toka masomo yale yaliyoanza pale asubuhi. Kwa ni matarajio yetu kwamba kuna kitu kipya ambacho kitakwenda kuibuka mentality kabisa kwa fahamu za vijana, na hatimaye kuwa na vijana ambao ni chachu na wenye tabia na maadili ambayo
ni chanya kwa taifa letu la Tanzania. Lakini ni kama kanisa sasa ni walezi bila shaka ya vijana hawa ambao wanaandaa makongamano haya. Labda watu watarajia sapoti ya namna gani kuhakikisha kwamba vijana wanakuwa na nguvu ya kuendelea kuandaa vitu kama hivi? Kimsingi kwanza ni kuwa wasikivu kwa vijana, kwa sababu vijana wa sasa hivi hasa ambao tuko nao kanisani tunaowalea wana vitu vingi, kwa sababu inaonyesha vijana wamekosa malezi mazuri, wamekosa uelewa wa uzalendo ni nini, na ndio maana wanashawishika bila sababu zote za msingi. Pia kuna elimu ya asili ambayo zamani vijana wakati huo sisi ni vijana tulikuwa tukiipata kupitia jando za ukoo, lakini sasa hivi vijana sasa hivi wanapata jando kupitia kwenye mahospitali. Kwa kuna elimu wanaikosa ya uzalendo na utaifa. Kwa hiyo somo hili linakuja wakati mwafaka, na pia isiwe mwisho, hiyo ni mwanzo wa somo hilo. Naam, lakini pamoja na hayo, kwa sasa hivi tumeona kwenye masuala mazima ya teknolojia vijana wamekuwa wakitumia vibaya, wengine wamekuwa wakishawishika kwenye makundi mbalimbali. Nini kifanyike kuhakikisha kwamba huu uzalendo na wenyewe unakwenda sambamba na teknolojia tuliyokuwa nayo? Hatuwezi kukwepa teknolojia wala hatuwezi kukwepa mwendo wa dunia unavyoenda juu ya teknolojia. Kikubwa ni vijana wapewe elimu, na taifa kama taifa waweke sheria ambazo zitatuongoza ili kuzuia watu wasipotoke kama ambavyo wanapotoka. Zikiwepo sheria itasaidia kwamba watu watakaa katika reli na wataelewa nini cha kuongea, nini wasiongee. Labda una ushauri gani na neno gani kwa waandaji wa kongamano hili? Ushauri wangu ni mmoja. Kwanza kabla sijatoa ushauri, ni wapongeze waandaji wa kongamano hili, na wapongeza kwa dhati. Ushauri wangu ni kwamba isiwe mwisho wa kongamano, iwe ni mwanzo wa makongamano ambayo yatafuata baadaye, na yakiwa na mada mbalimbali. Pia muda unaonekana hautoshi, waweze kuratibu vizuri ili watu wa mada wawe na muda wa kutosha, lengo liweze kutimia na kile walichokiandaa kiweze kuwaingia wajumbe au wanaohudhuria kongamano husika. Ni hayo tu. Labda kwa kumalizia tu, kama kuna neno lolote la kuzungumza na vijana wa Kitanzania juu ya nchi yao hii. Kama wewe ni Mtanzania, maana yake hauna nchi nyingine. Nchi yako ni Tanzania. Walijua hilo. Kishalijua kwamba wewe kama ni Mtanzania una nchi nyingine, nchi yako ndio hii, basi watakuwa wazalendo na watalipenda taifa lao. Ni hayo tu. Baadhi ya wadau walitoa elimu katika kongamano hilo na wamewataka vijana kuwa wabunifu, kujitambua, kutumia fursa zilizopo katika jamii yao, huku wakizungumzia kuwa maendeleo ya taifa yanategemea nguvu na msimamo wa kizazi cha sasa katika kuchagua njia sahihi ya maisha.